jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wapendwa wana wa Mungu, karibuni katika tafakari la leo, siku ya Alhamisi, tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka 2026, kutoka katika Injili ya Marko sura ya 12 mstari wa 28 hadi wa 34. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako, Bwana. Mmoja wa waandishi alifika kwa Yesu akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii: sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vyema, ya kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwa moyo wote, na kwa ufahamu wote, na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako, kwa faa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa na dhabihu zote pia. Naye Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu. Wala hakuthubutu mtu kumsaili neno tena tokea hapo. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa, tutafakari upendo kwa Mungu na kwa jirani. Neno la Mungu ni upendo, na hakuna mtu anayeweza kumzuilia mwanadamu upendo wa Mungu au kumzuilia neno la Mungu. Msingi mkuu wa maisha ya Kikristo ni upendo. Upendo kwa Mungu na upendo kwa jirani. Tunaweza kufanya mambo mengi, lakini kama hayana muhuri wa upendo ni kazi bure. Watu wametumia muda wao kutoa misaada, ni vizuri, lakini tujue kuwa kama Wakristo, jambo la lazima katika wito wetu ni jibu la busara ambalo limetolewa katika Injili tuliyosikia: kumpenda jirani yako kama nafsi yako, kwa faa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa na dhabihu pia. Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.